Makala hii inaanzia nchini Israeli ambako saa chache baada ya Israeli kuanza kuwaondoa wanajeshi wake kwenye baadhi ya maeneo ya katikati mwa mji wa Gaza, maelfu ya raia waliokimbia maeneo yao juma hili walianza kurejea, ikiwa ni sehemu ya utekelezwaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya Hamas na Israeli. Hatua hii inajiri baada ya baraza la mawaziri la Israeli Ijumaa ya Oktoba 10 kupitisha yaliyokubaliwa mjini Cairo, hatua inayotoa nafasi kuanza kutekelezwa kwa awamu ya kwanza ya makubaliano ambayo ni kubadilishana mateka waliobaki na wafungwa. Akizungumza na ujumbe wa rais wa Marekani, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema hii ni hatua muhimu. Tuko kwenye maendeleo makubwa katika miaka miwili iliyopita. Tulipigana kwa miaka hii miwili ili kufikia malengo yetu ya vita. Na lengo kubwa la vita hii ilikuwa kuwarudisha mateka wote walio hai na wafu. Na tunakaribia kufikia lengo hilo. Hata hivyo, hatungeweza kufanikisha hili bila usaidizi wa Rais Trump na timu yake. Steve Witkoff na Jared Kushner walifanya kazi bila kuchoka na Ron na timu yake na timu yetu, na ujasiri wa askari wetu pia walioingia Gaza kuongeza shinikizo la pamoja la kijeshi na kidiplomasia ambalo liliitenga Hamas, na nadhani limetufikisha kwenye hatua hii. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres naye alikaribisha makubaliano hayo na kusema, natoa wito kwa pande zote kuheshimu masharti ya makubaliano. Sisi pamoja na washirika wetu tuko tayari kutoa usaidizi unaohitajika, lakini ili makubaliano haya ya usitishaji wa vita yawe na tija, tunahitaji zaidi ya kunyamazisha tu silaha, na wasihi wote kutumia fursa hii kuanzisha mchakato wa kuaminika wa kisiasa ambao utamaliza ukaliaji wa mabavu, kutambua haki za Wapalestina na kufikia suluhu ya uwepo wa mataifa mawili. Viongozi mbalimbali wa dunia wakiwemo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan walikaribisha makubaliano hayo vilevile. Kutoka Israeli na sasa tuje barani Afrika, msikilizaji. Habari iliyogonga vyombo vya habari kote ulimwenguni ni kuhusu kauli ya rais wa DRC Felix Tshisekedi, ambaye akihutubia mkutano wa Gateway kule Ulaya jijini Brussels, Ubelgiji, alimtaka mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kuacha kuwasaidia waasi wa M23 na kukubali kutafuta amani ya kudumu baina yao. Felix Tshisekedi: hakuna wakati wowote niliowahi kuonesha tabia ya ugomvi mbele ya Rwanda ama Uganda ama kwa moja ya majirani zetu wote 9. Leo tunaishi hali hii na sisi ndio wawili peke yetu ndio wenye uwezo wa kukomesha ongezeko hili la uhasama. Ninasema hili nikimchukua Rais Joao Lourenço, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na pia ninatumia kongamano hili na dunia nzima kama mashuhuda kukupa mkono wa msaada, Mheshimiwa Rais, ili tuweze kufanya amani ya mashujaa. Hii inahitaji waamuru wanajeshi wa M23 ambao wanaungwa mkono na nchi yako wakomeshe ongezeko hili la uhasama ambalo limesababisha vifo vya kutosha, ni mamilioni. Historia itatuhukumu. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alimjibu Rais Tshisekedi alipozungumza na RFI idhaa ya Kifaransa. Rais Tshisekedi anafahamu mwenyewe kwamba kuna makubaliano yaliyosainiwa na ni yeye anayekiuka makubaliano hayo. Siku kadhaa zilizopita, wakati wajumbe wa Rwanda na DRC walikuwa huko Washington kwa ajili ya kuweka saini makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, wakati wajumbe wa pande hizo mbili walikuwa wamekubaliana kuhusu yaliyomo ndani ya makubaliano hayo, Rais Tshisekedi mwenyewe ndiye aliyeamuru wajumbe wake wasiweke saini. Kwa hivyo ni yeye ndiye anayevuruga utekelezwaji wa makubaliano ambayo tayari yapo. Licha ya mataifa hayo mawili kusaini mkataba wa amani wa Washington kuhusu namna
ya kusitisha vita, utovu wa usalama umeendelea kushuhudiwa kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini kati ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, ambapo kumeshuhudia mapigano yanayoendelea. Haya yanajiri wakati Kinshasa ikiendelea kutoa kauli tata kuhusu mazungumzo ya Doha, Qatar, kati yake na waasi wa M23, sasa ikisisitiza kwamba kwanza Rwanda iwaondoe wanajeshi wake kule Kongo kabla haijatia saini makubaliano yoyote ya ushirikiano wa kiuchumi. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Victoire Namujabi ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu akiwa mashariki mwa nchi hiyo ya DRC. Wito wa Tshisekedi mbele ya Kagame ni wito ambao tena umejirudi, ambao amemwomba mara kadhaa, lakini Kagame mwenyewe akizungumza anasema kwamba analinda maslahi yake. Kikubwa ni hao viongozi wawili wapatane, wakubaliane, wafanye amani. Watu wanachotaka hapa mashariki mwa DRC, mtu akiondoka hapa aende Rwanda kwa amani, mwenye Rwanda akija Kongo afike Kongo kwa amani. Hizo cheche za maneno za kushutumiana mara kwa mara, huyu akahifadhi FDLR, huyu akaleta vikosi vyake, maneno haya yamechosha watu wa mashariki mwa Kongo. Wanachokitaka hapa sasa ni kwamba mgogoro huu umalizike. Ni mtazamo wake Victoire Namujabi, mchambuzi wa siasa za maziwa makuu akiwa DRC. Nchini Tanzania, mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam Oktoba tarehe 15 inatarajiwa kuendelea kusikiliza maombi ya dharura kutaka kufahamu aliko Humphrey Polepole, aliyekuwa balozi wa nchi hiyo nchini Cuba na mkosoaji wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye aliripotiwa kutekwa wiki hii jijini Dar es Salaam. Peter Kibatala ni wakili wake Polepole. Mahakama imesema ni busara kwa sababu kila upande una haki ya kusikilizwa, na lengo ni kujua taarifa zimeombwa kwa watu kimahakama, kwa nao wapate nafasi ya kuja kuiambia mahakama nini wanafahamu kuhusu Polepole, ili mahakama sasa baada ya kusikiza pande zote mbili iweze kutoa majibu sasa ya kimahakama kwa nature ya shauri lenyewe. Watetezi wa haki za binadamu ndani na nje ya Tanzania wameendelea kushinikiza kupatikana kwa Polepole. RFI. Msikilizaji, wakati huu kampeni zikishika kasi nchini Uganda na Tanzania kuelekea uchaguzi wa mwezi Oktoba na Januari mwakani mtawalia, baadhi ya vyama vya upinzani vinaripoti kukumbwa na uhaba wa fedha, huku vyama tawala vikionyesha misuli ya fedha na kutawala kampeni. Wadadisi wa mambo wanasema hali hii inachangia pakubwa kutokuwepo kwa usawa katika ufanyaji wa kampeni, baadhi wakinufaika zaidi ya wengine. Martin Andati ni mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala bora akiwa Kenya, anatoa mtazamo wake. Unajua, yeye inamaanisha wale ambao wana hela ndio wanaamua vile demokrasia inavyokuwa. Wale ambao hawana hawapati nafasi ya uongozi. Kwa hivyo inamaanisha hata wale ambao wako na hela wa kutoka nje wanaweza weka hela na wawe na ushawishi mkubwa katika serikali. Lakini wale ambao hawana hela inaleta changamoto kubwa. Waweke sheria, Uganda waweke sheria kama vile tumeweka hapa, kwamba vyama vinafadhiliwa kutoka hazina ya kitaifa. Unajua, vyama vikuwa ina sera ambayo inasimamia, basi ni rahisi kupata ufadhili, na pia ni vizuri kuwa na ufadhili kutoka kwa hazina vile Kenya iko. Ni mtazamo wake Martin Andati, mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala bora.